Mchezo wa aina hii kwa sababu ukishaona mechi imeshinda lakini hamna furaha, vikao vingi, ujue kulikuwa changamoto. Tumepoteza mchezo ambao tuliweza kudominate vizuri. Kila mtu ametazama mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu ameona, penalti mmeiona, goli mmeliona. Basi tunarudi nyumbani kwenda kuangalia mchezo mwingine unaofuata. Tulitamba sana kabla ya mechi, semaje? Mechi umeangalia? Nimeangalia. Nilikuwa na haki ya kutamba au nilikuwa sina? Kikosi ninacho sina. Umepoteza lakini. Kikosi ninacho sina. Matokeo yani matokeo ya mwisho. Matokeo ya mwisho ya mpira. Unaweza ukacheza mpira vizuri na usipate chochote. Yaani matokeo ya mpira ni sehemu ndogo sana ya mpira. Lakini mpira umeangalia? Mpira umecheza mzuri. Ndio kitu ambacho yani huwezi kuwa na timu kubwa, wachezaji umesajili wakubwa, gharama kubwa, facility, kila kitu unaongoza, alafu unakuja kufurahia goli la aina hiyo. Kwamba nyinyi mna kikosi bora pengine kuliko Simba. Umeangalia mpira mama, au maswali unaniuliza ni kwamba mpira hujaangalia? Nimetazama. Kama umeangalia mpira swali kwa leo huwezi kuniuliza. Ni magoli. Sisi tumefurahi kwa mpira mzuri ambao tumecheza. Sio pata alama yote moja. Alama moja kwetu sisi kwa mchezo wa leo. Hatuwezi kuzungumzia alama moja wala hatuwezi kuzungumzia hicho ambacho kimetokea uwanjani. Kikubwa ni kwamba kila mtu ni shahidi wa mpira ambao umechezwa, ameangalia. Mengine tunaacha au tunaziachia mamlaka, watafanya wao wanavyojua, wanavyoona inafaa. Moze mpira tumeona, sote tumeshuhudia. Kwako was it a fair result? Matokeo yalikuwa fair kwako haya? Siwezi kuzungumzia ufair au sio ufair. Matokeo ya mpira yameshatokea, tumefungwa goli moja la penalti, full stop, mpira umemalizika. Unasema unaachia mamlaka ina nini cha kufanya kwenye matokeo haya? Kwani mamlaka ina kazi gani ya mpira? Tuambie wewe sasa. Kazi ya mamlaka mpira ukiisha so wanapanga ratiba nyingine. Ndio kazi tulioachia mamlaka hii. Nasubiria mechi nyingine. Ndio kazi ya mamlaka. Kwani mamlaka imeishia leo Sheikh? Ratiba ilishapangwa. Mamlaka ina kazi nyingi. Ilishazipanga. Hata hii nyie mko hapa ni kazi ya mamlaka, ndio kazi zote zoachia hii. Lakini umeongea kama kuna agenda fulani. Hilo umesema wewe kaka, usinijazie maneno. Moja tutegemee t-shirt ndio matokeo ya leo pia. Matokeo t-shirt sasa tutaendelea na ile ya Yanga. Mpira wetu mliangalia dhidi ya Yanga hakukuwa na goli la penalti pale. Hapo matatu yote nzuri. Ile ndio ilikuwa mechi. Sawa. Mmeipokea? Tumeipokea penalti. Ile penalti? Tumeipokea. Mmeikubali? Naam. Mmeikubali? Sasa na mpira umeisha. Utakataa, utakubali au hamna dukuduku. Ndio mpira, ni sehemu ya matokeo, tunasonga mbele. Moze, mbali na kupoteza mchezo, umepoteza pia tuzo ya mchezaji bora. Hapo kidogo naweza nikazungumza. Sijui, nimeona hizi mistake. Actually siwezi kusema ni mistake kwa sababu labda inawezekana wana vigezo vyao za kuchagua mchezaji bora. Sisi hatuvijui au hatuvifahamu, na wala hatujajua ni nani ambaye anahusika na kuchagua mchezaji bora. Sio mchezo huu tu, lakini unajua sio lazima timu iliyoshinda ipate mchezaji bora. Yaani isiwe kanuni. Timu inaweza ikashinda kwa goli la kujifunga, lakini kuna mchezaji wa timu ambayo imefungwa amecheza vizuri, tunampa ili tumpe moyo afanye, kwa sababu hizi tuzo hatupeani kama zawadi, unajua tunapeana kama motivation. Kesho na kesho kutwa mwingine afanye vizuri. Tumi leo ukiniuliza mchezaji bora itakiwa kuwa nani, ningekwambia Daniel Johannes Mgoli. Ukiangalia hata kwa takwimu alikuwa na wakati mzuri, alikuwa na mchezo mzuri. Kwa mfano mechi iliyopita dhidi ya Pamba tumecheza pale, dhidi ya Mashujaa tumecheza Dodoma, amepata mchezaji bora, mchezaji wa Mashujaa aliingia dakika 10 tu kisa kafunga goli. Yaani kapata pasi kafunga goli kama mchezaji bora. Lakini kuna watu pale Mashujaa walikuwa wanastahili kuwa mchezaji bora, sababu ndio ambao wametoa tone la jasho. Mtu anaenda dakika 90 apambana, alafu mtu kaingia dakika 10 anapara. Kwa hiyo unajua ni vitu ambavyo pia wanaviangalia, kwa sababu ndio tumeanza, wanaviboresha, tunaamini wataboresha na kila